Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu, asante sana kwa siku ya leo. Asante maana umetupatia neema ya usiku huu. Najua wengine wanaangalia ikiwa ni mchana. Wewe ni Mungu ambaye unatuunganisha kwa kitu kimoja. Wengine wanaangalia ikiwa ni asubuhi kwao. Baba, nakusihi ukapate kutuunganisha wote, na siku ya leo tupatie tena neema mpya. Tupatie tena mafunuo mapya. Ukatuongoze, ukatulinde, tuweze kutembea katika njia yako. Siku ya leo ukatupatie baraka na ulinzi wa pekee katika kila nyanja ya maisha yetu. Tunaomba leo ukafanye kitu kipya tena, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Tumekuwa na mfululizo kuhusu ngome, masomo ya kuhusu ngome, na nimeguswa jinsi ambavyo watu wamekuwa wakiyapokea. Watu wamekuwa wakisambaza clip mbalimbali ambazo wamekuwa wakizikata. Nimepokea simu kutoka maeneo kadhaa, watu wakisema tumeona clip hii ikiongelea kuhusu kujenga ngome na vitu kama hivyo. Lakini aliyenivutia pia mwingine zaidi ni mtu ambaye tumeongea takriban masaa tumeongea kwa muda wa dakika zipatazo kama 40. Tumeongea kwa kirefu sana sana sana, na huyu ni mtu ambaye alialikwa na rafiki yake kusikiliza kipindi hiki. Yeye siye Mkristo, lakini rafiki yake ambaye wanafanya biashara pamoja ni Mkristo mcha Mungu. Kwa hiyo akamkaribisha mwenzake, wakaangalia kipindi cha kwanza, wakaangalia sehemu ya pili. Mazungumzo ambayo niliyafanya na huyu bwana ndiyo yamesababisha nikatengeneza kipindi hiki cha tatu leo. Kilikuwa kinaongelea tu kuhusu ngome, kwa sababu kuna vitu alinisimulia, na namshukuru Mungu ya kwamba vitu vyote alivyokuwa ameviweka kwenye biashara yake kama ulinzi, amezindika, vimetolewa vyote, na amekubali kuvitoa kwa hiari yake mwenyewe. Ameeleza alivyokuwa anateseka kuvilisha vile vitu ili aendelee visimsumbue, maana mara ya kwanza aliletewa kama ulinzi, lakini baadaye vile vitu vimekuwa vikimsumbua. Kwa hiyo amekuwa akitoa kafara mbalimbali, na amepata shida kwa muda mrefu. Aliposikiliza somo, alipata ujasiri mkubwa sana wa kuchukua hatua, na akasema sasa, pamoja na kwamba mimi sio Mkristo kama ninyi, lakini nimejua hii siri, ninaanza nayo kivitendo. Sasa habari njema ni hii: baada ya hiari yake mwenyewe ya kuvitoa vile vitu vyote, akavitoa kabisa 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 kwa hiari yake mwenyewe, walienda pale wainjilisti wakamsaidia kuvitoa, na wakafanya maombi kwenye biashara. Mambo ambayo walikuwa anayapata kabla hajatoa zile sadaka au niite kafara kwa ajili ya vile vitu, hajapata ile shida tena. Napokuja kwenye kipindi hiki, nimeongea naye pia kumuuliza maendeleo yake, na anasema anaendelea vizuri kabisa. Ndipo nikasema ya kwamba kuna haja ya hiki ambacho mimi naye tumekiongea kwa upana sana, kuweza kuleta kwa watu wengine ili waweze kukielewa. Na leo nakuja na somo lenye kichwa kinachosema kanuni za kulinda uzio kiroho, muundo wa kimungu wa maisha yaliyolindwa. Umejenga vizuri ngome, Mungu amekujengea ngome, Mungu amekufundisha kujenga ngome. Mnakumbuka tulijifunza ya kwamba pamoja na kwamba tunasema kujenga ngome, lakini anayejenga ni Mungu. Biblia inasema kutaka kwenu na kutenda kwenu ni Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kumruhusu. Daudi alipojua haya mambo ya Mungu vizuri, wakati anapigana vita, anaandika shairi moja, anamshukuru Mungu akimwambia, ninamshukuru Mungu afundishaye vidole vyangu kupigana. Kwa ina maana hata wakati akishika mshale, akishika kombeo lake na jiwe akipiga, Daudi anakuambia aliyefundisha hivyo vidole vyangu na ile shabaha ni Mungu, sio ujanja wangu wote. Kwa hata ujenzi wa ngome ambao tunaongelea ni swala ambalo ni la kimungu pia. Sasa kuna mambo ambayo huwa watu wanachanganya, kwa sababu hivi vitu ambavyo tunajifunza vinataka utendaji. Sasa wanauniuliza maswali wengine, sasa mchungaji, tumejifunza na umetufundisha sana kwamba kila kitu ni neema, na neema ni upendeleo ambao tunapewa. Inakuwaje hapa katika mafunzo kuhusu ngome kana kwamba tunapata kwa jitihada zetu na vitendo vyetu? Sikiliza nikwambie, kwanza kufundishwa kujenga ngome ni neema. Bila neema ya kimungu huwezi kujua, maana sio wote ambao wanalipokea neno au kulielewa.
Utasoma stori ya mpanzi, ndipo utaelewa vizuri wale watu kadhaa ambao mbegu iliangukia kwenye njia, nyingine kwenye mwamba. Ndipo utajua hata wewe kuamka au kuwa macho masaa haya ili uweze kusikiliza neno ni neema na kulielewa ni neema. Lakini pia watu wanachanganya vitu viwili. Watu wanachanganya maisha haya na kuingia mbinguni, ambapo huko baadaye tutaelezea vizuri. Kuingia mbinguni tunaingia kwa damu ya Yesu. Hii haina mjadala kabisa, ni Yesu kwa 100%. Lakini ili kuweza kuishi maisha mazuri hapa duniani, kuna mafunuo ambayo tunafunuliwa nayo, pia ni neema ya Mungu, ili tuingie kwenye utendaji na tuweze kuona matokeo yake. Kwa hiyo mimi sioni mkanganyo hapa, ninaona neema katika kila kitu. Yani kujua kwangu mimi ni neema, kutenda kwangu ni neema. Yani kujua ya kwamba kumbe nikipanda mbegu hii itatoa matunda haya ni neema ya Mungu pia, maana wapo ambao hawajui. Sasa kingine ambacho nataka ukijua ni kwamba hizi kanuni ambazo tunajifunza, ikiwemo zile sheria za asili, kuna hizo natural laws, kuna moral laws, zote ziko hizo. Ni kanuni za maadili na kanuni za asili. Unapokuja kwenye hoja ya kanuni au sheria za asili, hazina dini. Yani mtu yeyote ambaye atazitii hata kwa kubahatisha atavuna. Ndio sababu kuna baadhi ya watu ambao hawaendi kanisani, lakini kuna vitu wanafanya na vinaleta baraka kwao. Ile ni kwa sababu Mungu ameweka hivyo kama sheria ya kuonyesha mvua na udongo, ya kwamba maadamu kuna udongo na kuna unyevu, kuna mbegu itaota. Inaweza ikaota pembezoni mwa nyumba. Hujawahi kuona kuna muhindi umeota kwenye nyumba ambayo ni bovu, jumba libovu, na muhindi umetoka mzuri kabisa? Ina maana ule muhindi ulianguka kwa bahati, lakini ile sheria ya asili ikafanya uweze kuota. Vivyo hivyo ndicho ambacho ninakazana watu waweze kukijua, ili baadhi ya maeneo ambayo ulikuwa unamlaumu Mungu usije ukamlaumu Mungu kwa kitu ambacho ulipaswa kufanya wewe. Sasa tunapoongelea habari ya ulinzi, tumeangalia milango ya kufunga, madirisha yafungwe, yapi na sasa kuna kumaintain huu uzio, kuna kufanya huu uzio au ukuta wa kiroho uliojenga uendelee kuwepo. Hili ni jukumu lako pia, na Mungu ndiye anayekufundisha, Mungu ndiye anayekuelekeza. Unajua, ukisoma kwenye Torati, Mungu anapoongelea habari ya sheria za kilimo, anawakataza Waisraeli kuchanganya mbegu za aina mbalimbali katika shamba moja. Ni kwa sababu wakati ule alikuwa anajua kwamba kuna aina ya mbegu ambazo walikuwa wanazichanganya kwenye shamba moja, kwa hiyo wanavuna mazao pungufu. Wanapovuna mazao pungufu yale, ina maana kwamba wao wanaweza wakalaumu Mungu hajanibariki, kumbe yeye ndiye alichanganya mbegu ambayo haiendi na mbegu nyingine. Unaanza kunielewa vizuri sasa? Sasa ndivyo ilivyo katika maisha pia. Kuna kanuni ambazo, kuna mambo hayapaswi kuchanganywa na mambo mengine. Unapochanganya yale mambo, lazima moja litadhoofika. Likidhoofika, unakesha kukemea pepo, unakesha kumlaumu Mungu, Mungu hajanifanyia hivi, kumbe makosa yalikuwa ni ya kwako. Mungu atusaidie sana. Muone Yesu anapoongea na wanafunzi wake, anaambia kesheni msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Anaongelea kuna vitu viwili vinashindana hapo. Anapoambia kesheni msiingie majaribuni, na maana kwa lugha nyingine Yesu anataka kuambia hivi, majaribu lazima yaje, whether you like or not, yatakuja tu. Lakini unatakiwa upate nguvu ya kuyashinda majaribu kwa njia ya maombi. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, unatengeneza misuli ya kiroho kwa ajili ya kile ambacho kiko mbele. Na hiki ndicho ambacho nataka kukisema leo hapa, ya kwamba umejenga ukuta wako vizuri kiroho, umejenga ukuta kwenye biashara yako, umejenga ukuta kwa watoto wako, umejenga ukuta kila mahali, lakini kuna kumaintain huu ukuta ili usianguke. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza fungu la 10, kwanza tunathibitishiwa ya kwamba kuna ukuta kiroho. Na huu ukuta siongelee ukuta huu ambao watu wanajenga binadamu, au haya maigizo mengine ya kidini ambayo yanafanyika, ambao watu wanauziwa vitu wanakwenda kuvifanya kwa ajili ya kulinda nyumba zao. Sicho nachoongelea hapa. Mimi hapa naongelea kitu ambacho wewe hapo ulipo, bila mimi kukupa chochote, ukifuata maelekezo haya maneno ya Biblia, unakwenda kuweka ugo au unakwenda kuzingira ukuta wa kiroho kwenye nyumba, kwenye biashara, kwa mtoto wako, bila maji, bila mafuta, bila kitambaa, bila udongo, bila chochote, kwa nguvu ya neno la Mungu. Basi angalia Ayubu 1:10. Anasema, wewe huku mzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kuna vipengele muhimu sana vya kuangalia hapa.
Kitabu cha Ayubu kimekuwa kikisemwa sana ule upande wa mateso, lakini watu hawajui kwamba kina upande wa ushindi wa kwanza unaoanzia hapa. Stori ya Ayubu tunaianzia kwenye sura ya kwanza, wakati shetani anakwenda kujihudhurisha mbele za Mungu, lakini kuna maisha ya Ayubu ya ujana wake hatuyajui yalikuwaje. Hatujui nani alimfundisha dini, hatujui wazazi wake, hawaeleweki kabisa. Stori inaanzia tu hapo, lakini kuna vitu vidogo vinakuonyesha kwamba kumbe ni mtu aliyekuwa tajiri katika nchi yote, lakini mcha Mungu. Dunia leo imewadanganya watu waamini ya kwamba ili uweze kupata utajiri wa mali ni lazima uweze kumpigia magoti shetani, na mimi nakataa. Nasema hivi, Mungu anaweza kukubariki kama alivyombariki Ayubu, kama alivyombariki Ibrahimu, kama alivyombariki Isaka. Mungu anaweza kukubariki, lakini lazima ujue hili, utajiri au mali ni karama ya Mungu. Hatuwezi kupewa wote kwa kiwango sawa. Kila moja na kiwango chake, kwa jinsi Mungu alivyoona ya kwamba anapaswa kupewa. Lakini usitafute mali kwa kwenda kumpigia magoti shetani, kwa sababu ukimpigia magoti shetani utakuwa umeuza nafsi yako. Ni bora uende kwa Mungu akupe kile ambacho ndiyo stahili yako, baraka yako, kwa kiwango cha talanta na karama alizokupatia, kuliko uende kwa adui akaichukue na nafsi yako kabisa. Na kama unanitazama na ulifanya hivyo, ulipata mali kwa njia za kishetani, leo ni siku ya kutubu, ni siku ya kumrudia Mungu na kuanza upya. Hicho ndio kitu cha msingi sana. Lakini andiko linasema ya kwamba wewe huku mzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi ya mikono yake umezibarikia. Na mimi nasema hivi leo unanitazama masaa haya, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana akaibariki kazi ya mikono yako. Bwana akabariki kile ambacho unakifanya kwa jasho lako, kwa uhalali. Mungu akaweke mkono juu yake ili usiwe mhitaji. Lakini usisahau, hatutegemei mali, tunamtegemea Mungu. Ziwepo zisiwepo, Mungu anastahili kuabudiwa. Katika uchunguzi wetu wa kwanza tuliona jinsi ambavyo ulimwengu wa kiroho au usioonekana unaweza kuwa na madhara yanayoonekana katika maisha yetu ya kila siku. Sasa Ayubu ile sura ya kwanza fungu la 10 ambayo tumekwisha kuisoma hapo, kuna maneno ambayo natamani uweze kuyapata kidogo ili aweze kusaidia katika kuelewa kwa kina somo la leo. Katika lugha ya asili ya Kiebrania, Agano la Kale, neno lilotumika kuelezea uzio huo katika Ayubu 1:10 ni suk, linalomaanisha kuzungusha, kuweka kizuizi cha miiba au kujenga ukuta usiopenyeka unaozuia adui asiingie na kuzuia baraka zisitoke. Wow, umesikia hii vizuri? Hii nairudia tena. Katika lugha ya asili ya Kiebrania ya Agano la Kale, neno lilotumika kuelezea uzio huu katika Ayubu 1:10 ni suk, linalomaanisha kuzungusha, kuweka kizuizi cha miiba au kujenga ukuta usiopenyeka unaozuia adui asiingie na kuzuia baraka zisitoke. Hii vitu viwili ndivyo natamani uweze kuvila. Tunapoongelea ukuta, kujengea ukuta, hatuongelei tu habari ya adui kushindwa kuingia katika familia yako. Hatuongelei habari tu ya adui kushindwa kuingia kwenye ndoa yako. Hatuongelei tu habari ya adui kushindwa kuingia kwenye mwili wako. Tunaongelea pia baraka zinazoingia kwako ziweze kubaki na zilete matokeo ya kimungu yaliyokusudiwa. Kuna watu wanapokea sana, lakini wanatoa zaidi ya vile walivyopokea. Kwa unakuta hakuna kitu kinachokaa. Biblia inaita ni mifuko iliyotoboka toboka. Ukisikia Biblia inasema kwamba Ayubu alilindwa mwenyewe, aliwekewa uzio hata katika afya yake. Yule mzee alikuwa hajui kuugua, amekuja kuugua baadaye, na katika ile jaribu zito, ndio maana mpaka marafiki zake wamekuja kumwona, wanamaliza siku 7 hawaongei chochote. Wamekuja kumwangalia, hawampi pole, hawampi nini. Siku 7 wanamwangalia tu, wanatoa machozi, wanamwangalia, hawasemi chochote. Wewe piga picha, watu wanakutembelea kuja kukusalimia, unaumwa, hawaongei chochote, wakikutazama wanalia. Siku 7 hawaongei chochote, unaweza ukafa tu kwa sababu ya kile kihoro, hofu unayoiona. Ndivyo alivyopata Ayubu. Sasa sikiliza, tunaposema alikuwa amezungushiwa uzio, huu sio uzio wa kufikirika, ni kitu halisi kabisa. Sasa mtoto wa Mungu unanisikiliza, haya maswala ambayo tunaita maswala ya imani, sayansi inakuja kuprove leo ya kwamba kuna vitu vingi kwenye Biblia vilionekana ni vya kufikirika, vya kuaminika, lakini sayansi imekuja kuthibitisha ni halisi. Hapo ulipo umeshikilia simu yako, unatazama kupitia simu,
Hapo ulipo uko kwenye televisheni yako, unaangalia kipindi kupitia Hope Channel ukitumia televisheni yako. Sijui kingamuzi gani ambacho nakitumia, lakini sikia nikwambie, hapo ulipounganisha hiyo antena yako imetoka nje. Inapotoka nje, kuna mahali imeelekezwa hiyo antena yako kwenye televisheni yako. Hayo mawimbi ambayo yanakuja na kuingia hadi uweze kuona hicho kitu kwenye televisheni, hayo mawimbi huwezi kuyaona kwa macho. Unayetumia simu ni hivyo, huwezi kuona ule mtandao. Lakini ni kweli ya kwamba kuna nguvu inayosafiri inayofanya uweze kuona kipindi sasa hivi hapa. Vivyo hivyo kiroho, kuna nguvu zisizoonekana kwa macho ya kawaida. Kama vile huwezi kuona mdudu mdogo kabisa, bakteria katika damu mpaka uwe na darubini, vivyo hivyo kuna mambo ambayo kiroho huwezi kuyaona kwa macho ya kawaida. Nimeshuhudia haya mimi mwenyewe, nimeona uwezo wa Mungu ulivyo mkubwa kabisa, na kuna vitu ambavyo hata mimi nilikuwa sivijui, lakini nilikuwa naviona kwa jinsi matokeo yake nayaona katika ulimwengu wa kawaida, lakini siwezi kuviona katika jicho la kawaida yale mambo jinsi yalivyo. Nasema mchungaji, unamaanisha? Baadhi ya watu wanaweza kukumbuka matukio haya kadhaa. Wako watu kadhaa ambao nimekuja kuongea nao. Unakuta mtu anakuja, analetwa mtoto, analetwa na mzazi wake. Tunapoongea na yeye, mtoto ameangalia chini muda wote. Mama anamuuliza, kwani huwezi kumwangalia mchungaji? Anasema siwezi kumtazama macho yake. Kwa nini? Anasema yana moto mkali sana. Lakini wakati mimi sioni ule moto, wala mimi sioni kama nina moto wote. La hao wengine ambao tumekaa nao karibu, wale waliomleta pale, hawaoni chochote, lakini anaona yeye peke yake. Ndipo utajua kwamba kwa wakati ule kulikuwa na nguvu ya kimungu. Watu wa Mpwapwa wanaweza kukumbuka hili tukio kule Dodoma, Tanzania. Mpwapwa, wakati fulani tulienda katika uamsho, alikuwa mchungaji Chacha wakati huo. Wanakumbuka vizuri shemasi, baadhi ya mashemasi wanakumbuka hili tukio ambalo tulikuwa nao pale kwenye ofisi ya mchungaji, ambapo binti moja aliletwa na tuko pale ndani tunaongea na yeye, anaongea mwenyewe pale, anasimulia, anasema wakati wewe unahubiri nimejaribu kushambulia mara kadhaa, lakini nyuma yako niliona kuna watu wameshika mapanga, ni wakubwa kuliko wewe, wana moto, na kila nikijaribu, mmoja alikuwa ananyoshia mkono kuniambia niache. Nilipojaribu mara kadhaa, yule mwingine akaniambia kwamba ataniadhibu. Nikaogopa, nikamuuliza wako wapi? Hata hapo ulipo tayari wako hapo, ndio maana siwezi kufanya chochote kile. Lakini sisi ambao tuko pale hatuoni chochote, hatuoni chochote. Niko na mchungaji, niko na shemasi, niko na mzee wa kanisa, hawaoni chochote, lakini yule anaona na anapata tabu sana. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Kuna biashara za wacha Mungu ambao zinalindwa na nguvu za Mungu. Watu wenye nia mbaya wanapokuja wanakutana na hizo nguvu, lakini mtu ambaye hana ile nia akija haoni chochote. Njoo kwa watoto wetu hivyo hivyo. Kuna watoto wamejaribu kushambuliwa wakiwa shuleni, lakini aliyekuja kushambulia alikwama. Hata wewe ambao unakuta sasa hivi unapambana na mtoto wako, huenda na nguvu za giza zinamhangaisha, mnakemea kila wakati, usije ukasema kwa hiyo ina maana kwangu niliacha mlango wazi ndio maana kwangu labda anateseka namna hii. Sikiliza, kuna vitu vingine hatutavijua. Hata Ayubu hakujua kwa nini alishambuliwa mpaka Mungu alipokuja kumfunulia baadaye, ndipo anajua. Ayubu alikuwa hajafungua mlango wote. Lakini namba mbili, nataka nikuambie, hicho unachoona unapambana nacho usikichukulie negative kiasi kwamba ukaanza kuwaza na kuwa na msongo wa mawazo. Shetani alitaka ajifiche kwa mtoto wako kwa miaka mingi mpaka awe mtu mzima mtumie. Ameshindwa kujificha, ameanza kuonekana mapema. Ina maana mshukuru Mungu kwa vile umegundua kinachomhangaisha mtoto wako, ili uanze kutumia nguvu za kimungu ili kuweza kukitoa. Na katika kuondoa chochote kilichoko ndani ya mtoto wako, ndani ya mke wako, ndani ya mume wako, ndani ya watu wa nyumba yako, tutaangalia siku ya leo, lakini nakwambia mapema, usikubali kukata tamaa kwa kuangalia matokeo yanayochelewa. Hata kama huoni kasi ya matokeo, komaa mpaka kieleweke. Hakuna kuruhusu adui amiliki mali zako au watu wa nyumbani kwako. Mungu atusaidie sana. Katika muktadha wa lugha yetu ya kimaandiko na mienendo ya ulimwengu wa roho, uzio sio ukuta wa macho, mawe yasiyo na uzima au matofali yaliyopangwa. Ni mpaka hai unaofanya kazi, unaobeba nguvu ya kimungu, unaotenganisha patakatifu palipowekwa wakfu na maeneo ya uharibifu yanayotawaliwa na adui. Ni mfumo wa kimungu wa ulinzi ambao unafuata utaratibu wa sheria za ufalme wa Mungu. Utaratibu wa sheria za ufalme wa Mungu. Wakati Israeli walipokuwa Misri, wakati Mungu alipopiga pigo la giza, kulikuwa na nuru upande wa Waisraeli na upande wa Misri kulikuwa na giza. Palitenganishwa. Mungu atusaidie sana.
Rafiki yangu, kuna udhaifu mkubwa sana ambao bado haujashughulikiwa katika maisha ya waumini wengi sasa. Uzio. Mara tu unapoandaliwa kupitia neema ya Mungu, usiposimamiwa kila wakati, hauwezi kuhimili nguvu za mmomonyoko wa muda, mabadiliko ya hali ya hewa ya kiroho na uhasama wa makusudi wa adui, bila uangalizi wa kimuundo unaoendelea. Kwa hiyo kuna watu ambao akishajifunza kuweka huo uzio au ugo kama tulivyojifunza, au Mungu akamwekea, anakaa anakunja mikono, anasonga mbele. Hajua kwamba kuna maintenance, kuna kuangalia kama kuna majani ambayo yameota, kuna kuangalia kama kuna sehemu inamonyoka ili tuweze kuifunga, kuiziba vizuri. Mfumo wa ulinzi wa kiroho unahitaji matengenezo ya kila sekunde. Hauwezi kujenga ukuta leo na kuwaza utadumu milele bila kukagua, kuupaka rangi na kuimarisha misingi yake. Huu ndio ukweli ambao Wakristo wengi wanaupuuza. Wakristo wengi wanadhani ya kwamba basi akishatengeneza vile, niko chini ya neema, mimi ni mambo yako shwari kabisa, ninakaa ninatulia. Ni kweli kuna kutulia ndani ya Kristo, ni kweli kabisa kuna kupumzika ndani ya Kristo. Hata hiki kinachokisema kujenga ni kwa sababu ni neema ya Kristo. Hatufanyi kwa uchovu, hatufanyi kwa kuchoka, tunafanya tukiwa tumesimama katika ushindi wa Yesu Kristo. Yesu ndiye anayekuelekeza. Tofali anakuletea yeye, maji anakuletea yeye, yeye anakuambia tuchukua tofali hilo, nimekuwekea mimi, weka hapo. Ndiye anayekuelekeza mpaka sehemu ya kuweka hilo tofali. Ndiye anayekuelekeza mpaka aina ya majani ya kung'oa. Jani hilo unaliona hapo, hilo ng'oa. Nguvu ya kung'oa anakupa yeye. Wewe kazi yako ni kukubali na nia. Haleluya, hiyo ndio kazi yako tu. Kwa hata hatufanyi kwa pressure, tunafanya tukiwa tumerelax katika neema. Ila wengine ambao hawajui wanaweza wakatuona kama tunachoka, lakini hatuchoki. Sikia nikwambie, kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 fungu la 8 anasema, mwe na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Angalia vizuri hiyo. Shetani anazunguka zunguka kila wakati, anatafuta mtu ili aweze kummeza. Hiyo ndio kazi yake, anazunguka zunguka. Kwa hiyo huku hatujaambia tukae kizembe, anasema muwe na kiasi na kukesha. Sasa haina maana ya kwamba tukae macho, hakuna kulala, ni hivyo. Hapana, sio maana yake. Kuwa na kiasi kwanza, maana yake ni nini? Neno la Kiunani kuwa na kiasi ambalo limetumika ni neno nepho. Hili neno lina maana nzito kidogo. Maana yake ni kuwa na akili timamu, utulivu wa ndani na kujitawala. Sio tu kuepuka vileo, bali ni kuwa na usawa, balance, katika kula, kufanya kazi, hisia na katika namna tunavyotumia muda wetu. Umeona, limebeba uzito mkubwa neno muwe na kiasi. Kwanza liangalie muwe na kiasi. Maana yake ni kuwa na akili timamu. Angalia vizuri hapo. Maana ya kwanza ni kuwa na akili timamu, utulivu wa ndani, usio na papara, usihamaki ukiona mambo. Kuna vitu ukiviona unaanza kutishika, unahamaki, unapiga kelele. Hapana, anasema muwe na kiasi. Kuwa na kiasi hata katika kushtuka, kwa sababu mtu ambaye anashtuka sana hawezi kujipanga vizuri kivita. Kwa hiyo anasema muwe na kiasi. Hasa angalia kitu kingine muhimu sana ni kukesha. Cha pili ni kukesha. Anaposema kukesha, haina maana ya kwamba ni kukaa macho usilale usingizi, utakuwa umedhuru mwili tena. Neno kukesha katika lugha ya Kiyunani ambayo imetumika kuandika Agano Jipya ni neno gregoreo. Halimaanishi kukosa usingizi wa kimwili unaohitajika na mwili, bali ni kuwa macho kiroho, kutambua hila za adui na kubaki na uhusiano hai na Kristo. Hiyo ndio maana yake, uwe connected muda wote. Kwa taarifa yako, ili ujue ya kwamba neno hili halina maana kukaa macho hivi kabisa. Unajua, hata kama ukiwa umelala usingizi wa kawaida wa kimwili, una habari ya kwamba ubongo wako haulali, ila ubongo wako unafanya kazi ya kutoa takataka kwenye mfumo wake, kujisafisha wenyewe. Ndiyo kazi kubwa ambayo inafanya ubongo, unafanya kazi. Na ili ujue kwamba ubongo wako kwa wakati ule haulali, panya akipita au mwizi akifungua, unaamka, kwa sababu kuna kitu kinaskani mazingira muda wote uko umelala wewe. Kwa hapo usiweke habari ya kukaa macho hivi, yanamaanisha kuwa macho kiroho. Elewa mambo ya kufanya kwa wakati wake. Hata katika Agano la Kale Waisraeli walikuwa na watu wanaitwa wana wa Isakari, ambao walikuwa wanajua kutambua majira na kuambia watu mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Kuna watu wanafanya mambo ambayo sio wakati wake kufanya.
Yaani ni wakati wa kuwafanya watu wamjue Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, waweze kujua neema ya Kristo ibadilishayo, wameokolewa bure ili waanze kurelaksi. Wewe unawaandaa watu kwa mateso ambao hawajamjua Yesu. Unatarajia nini? Mateso yakija watakimbia, maana hata Yesu hawamjui. Lakini pia kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, hata mateso pia ni karama. Yaani ufia dini ni karama, ni karama za Roho, kama vile kuhubiri, kutenda miujiza. Ufia dini pia ni karama, kama sio ya kwako haitakupata. Kwa hiyo wala usihangaike kujiandaa, maana kama sio ya kwako, sio ya kwako. Nenda kaangalia historia ya wanafunzi wa Yesu wote, jinsi walivyokufa. Wale unaongea habari ya 12, lakini kuna ambao hata hawakufa kifo cha mateso, kwa sababu haikuwa karama yao. Kuna wale 70 walienda wakahubiri maeneo mbalimbali, kila mmoja na karama yake. Kuna ambao walikufa kifo cha kawaida peaceful, moja wapo ni Yohana, alikufa kwa uzee. Mungu atusaidie sana, ili ujue kutenda kila kitu kwa wakati wake. Mara nyingi sana waumini huchukulia vita vya kiroho na ulinzi wa kaya kama uingiliaji kati wa dharura tu wakati mambo yanapoharibika. Yaani mtu anajua kuomba sana wakati mambo yameshaharibika, ndipo anafunga na kuomba. Lakini kumbe angelijua kuna vitu angefunga mapema, vingemsaidia huko mbele, kuna mambo mengine mabaya yasingempata. Ndio kitu ambacho tunakikazia sana sana sana. Nirudie kitu ambacho nimesema kwenye vipindi kama 2 vilivyopita. Mmegundua kwenye kipindi chetu kupitia Hope Channel tunasoma Biblia sana, alafu tuna dakika za mwisho chache za maombi. Lengo letu ni nini? Lengo, hatutaki kujenga waumini tegemezi. Tunataka kujenga waumini wanaojua neno alafu wanajua kuomba, sio kuombewa sana. Ndio maana tunasoma Biblia zaidi kwenye kipindi chetu hiki, ili tuweze kujua zaidi. Kama unataka uzio utakaosimama imara wakati wa majira ya shinikizo kali la kimfumo na majaribu makubwa, lazima ujifunze sanaa ya kulinda uzio wako kupitia utekelezaji wa makusudi wa kanuni hizi za kila siku. Kumbuka sentensi, utekelezaji wa makusudi. Ndugu zangu Waislamu wana maneno mazuri katika hili. Wao wanasema nia au kunuia. Hivi vitu viwili sana wanavitumia sana. Wakati kwa Waislamu unapotawadha, unapochukua udhu kwa ajili ya kuswali, kama unachukua udhu lakini wewe ndani ya moyo wako hujanuia, maji hayakutakasi. Wanajua sana hiki tunachokisema hiki. Na nasema hivi kwa ajili ya ndugu yangu ambaye tuliongea naye kwa muda mrefu, kwa dakika takriban 40. Nia ina nguvu sana. Ndivyo inavyokuwa hata katika masuala ya ibada. Ibada lazima utie nia. Tuje kwenye sadaka lazima utie nia. Njoo kwenye zaka lazima utie nia. Ukishindwa kutia nia katika hivi vitu, inakuwa ni michango ya kawaida. Njoo kwenye kusaidia maskini, lazima utie nia ndani. Wewe unamsaidia maskini kwa sababu gani? Namsaidia maskini kwa sababu nimemhurumia. Hiyo ni nia. Namsaidia maskini kwa sababu nahitaji aweze kumwona Mungu kupitia mimi. Hiyo ni nia tayari. Utavuna matunda yake. Lakini namsaidia maskini ili watu wanione ya kwamba mimi ninasaidia maskini. Hiyo pia ni nia. Utavuna matokeo ya hiyo nia. Kila kitu kina nia yake. Zaburi 141 fungu la 3 anasema, Bwana, uweke mlinzi kinywani mwangu, linda mlango wa midomo yangu. Kwa nini anasema uweke mlinzi? Ni kwa sababu kuna kitu kinaweza kutoka hapa, ni mbegu inakwenda kuota, inaleta madhara makubwa sana. Hata Yesu alipokuwa anaongelea nguvu ya maneno, wanafunzi wake walifikiri na watu wengine anaongelea vyakula. Aliposema kimwingiacho mtu akimtii unajisi bali kimtokacho, watu wakajiuliza hivi maana yake ni nini? Tena wakati pale akasema kwa kusema hivi akavitakasa vyakula vyote. Watu walipotoka hapo wakaamini Yesu alikuwa anaongelea mambo ya kula nguruwe. Yesu hakuja kuwalisha nguruwe. Hapana. Lakini pale alikuwa anaongelea kuhusu maneno. Walipokuja kumuuliza baadaye, ndipo Yesu akawaambia, hivi na nyie hamna akili? Anawaambia wanafunzi wake, au hamjui ya kuwa mawazo mabaya? Akaanza kuelezea vitu vyote, akataja. Kumbe alikuwa anaongelea habari ya maneno. Ndio maana Daudi anasema, kama ni Daudi kweli ameandika hii Zaburi ya 141, Bwana uweke mlinzi kinywani mwangu, linda mlango wa midomo yangu. Kwenye gazeti la Review and Herald Machi 12, 1895, mwandishi anasema, Shetani yuko macho kila wakati,
ili kuitiisha akili ya mwanadamu chini ya mamlaka yake. Anaangalia ibada, uaminifu wa wale wanaotafuta kumtumikia Mungu, na anaweka majaribu yake ili yavutie udhaifu wa asili zao. Isipokuwa kama roho italindwa kwa ulinzi thabiti na maombi ya kudumu, adui ataingia na kupanda magugu yake katikati ya ngano. Unaona, kuna ngano, lakini adui anakuja kupanda magugu yake. Anapanda wakati gani? Tutaona vizuri huko mbele Biblia ilivyoelezea, lakini anapanda wakati watu wameshindwa kuwa macho, wameshindwa kulinda roho zao kwa ulinzi thabiti. Uzio wa ulinzi sio mnara wa kihistoria wa kushangiliwa tu au kumbukumbu ya kale ya ushindi wa wazazi wetu. Ni mstari thabiti wa kujihami unaohitaji askari mlinzi asiyelala, anayejua kusoma alama za nyakati na anayelinda kila tundu ili kuzuia adui asiingize ushawishi wake, mawazo yake yenye sumu na roho ya uharibifu katika maisha yetu. Lazima uwe macho, Mkristo uwe macho, mtoto wa Mungu uwe macho, mcha Mungu uwe macho, usikae kizembe. Kuna vitu ukiviona vitambue, na kama uwezi kutambua, mwombe Mungu akufungulie macho uweze kutambua. Anza kuwa mtu ambaye muda wote umeunganishwa na Mungu. Maombi yawe ni kama pumzi yako, unaomba kila wakati. Sio lazima utamke mdomoni, lakini unaongea ndani ya moyo wako. Katika kuomba kuna kufunuliwa, na Mungu atakufunulia. Anavyonifunulia mimi sivyo anavyokufunulia wewe. Kila mmoja ana staili yake. Mruhusu Mungu afanye anavyotaka kwenye maisha. Nataka tuongee kidogo habari nguvu ya upatanisho, ndipo tunaanza kumaintain sasa zile kuta zetu vizuri. Nguvu ya upatanisho ambapo Ayubu alifanya na wewe ukafanya pia. Kuna kitu tunakiita upatanisho, na tunaposema upatanisho au maombi ya upatanisho hapa, usije ukachanganya na kile ambacho Kristo anachotufanyia sisi. Hiki ni kile ambacho wewe unatakiwa ufanye, ni tofauti. Kristo anatupatanisha na Baba ambaye tulikosana naye, lakini sisi pia tumepewa huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho hii lazima ianzie katika mazingira ambayo unatakiwa uweze kuyaelewa. Ayubu aliyafanya. Ayubu alikuwa anatumia kafara za wanyama. Leo tuna damu ya Yesu Kristo na kile ambacho Bwana atatuongoza kukifanya zaidi ya hapo. Basi kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya 1 fungu la 5, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu ya wao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, pengine hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ayubu anawatakasa watoto wake, anasimama kama kuhani na anawatakasa watoto wake kwa mara tu akitoka kwenye sherehe. Kuna mawazo alikuwa anawaza Ayubu. Alikuwa anajua kwamba huenda katika kushangilia kwao, furaha yao, kuna kakiburi kameota, kalitokea hapo. Kale kakiburi anajua madhara yake ambayo yanaweza kujitokeza hapo. Hebu sikilizeni niwaambieni kitu ambacho kwa mtu ambaye ana sikio la rohoni, ana jicho la rohoni, ana sikio la kusikilia, anaweza kanielewa kuliko mtu ambaye haelewi. Nenda ukaangalie harusi ambazo zina gharama kubwa, zinatumika kwa gharama kubwa, zimegharima hela mengi, show off nyingi ambazo watu wanaonyeshwa mazawadi makubwa na vitu vingi, gharama kubwa zimetumika. Nendeni mkazichunguze hizo harusi, hizo ndoa. Njoni mniambie leo ziko wapi? Kuna kitu kinatokea katika ulimwengu usioonekana ambacho wale ambao wanajua hawaruhusu yale mambo kutokea. Kwa bahati mbaya sana, watu maarufu na baadhi ya wasanii wakubwa wanajua hizi kanuni, wanafundishwa katika ulimwengu wao, lakini zipo katika ulimwengu wa kimungu, ile wamezichukua maana ni sheria za asili. Unakuta wanafunga ndoa, wanakuambia walialiko watu 3, watu 4 na ndugu wa karibu. Basi njio kwa watu wa kawaida, wanataka show off. Kila mmoja ajue kwamba magari yalikuwa mengi, budget ilikuwa ni kiasi kadhaa. Ile show off inavyoonekana, kuna vitu vinatendeka pale. Ayubu alikuwa anavijua. Kila wakifanya sherehe, wakirudi alikuwa anatoa sadaka kwa kila mmoja kwa mujibu wa mtoto wake. Utanielewa vizuri, na Mungu akusaidie kutafsiri ili kuichukua kwenye maisha yako ya kila siku. Hapa naongea na watu, najua natazamwa na watu wengi sana.
wa vyeo mbalimbali, watu wafanya biashara. Najua natazamwa na watu wakubwa. Mungu amekupa neema, umeteuliwa na rais katika cheo fulani. Sikiliza nikuambie, jifunze kumaintain ugo ambao umetengenezwa. Na utaumaintain vipi? Kuwa mnyenyekevu na kumheshimu Mungu. Hakikisha unamwabudu Mungu kwa moyo na dhati kabisa, na katika mshahara wako wowote unaopata, pato lolote unalolipata, ziwe ni padie ambazo unapewa kwenye safari, mmesafiri mmeenda wapi, hakikisha katika hicho unachokipata kitumie sehemu yake kufanya ibada. Najua unanitazama, ngoja nikuongezee kidogo. Hili nimelisema nikilirudia tena na tena na tena na tena, nataka likaa kwenye akili yako. Kama mimi ninayeongea na wewe hapa ningekuwa namiliki kanisa langu mwenyewe ambao sadaka ni ya kwangu, ungesema mchungaji anafundisha haya ili tuweze kumpelekea sadaka. Mimi similiki kanisa, lakini akiongea hiki kwa sababu ya faida yako. Na kwa nini napenda kuongea kwa ajili ya faida yako? Kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Unaweza kusema mchungaji, lakini hunioni. Sikuoni kimwili, lakini kiroho niko na wewe. Nafurahia mafanikio yako, na mimi nikisikia umeteuliwa kuwa waziri nafurahi. Nikisikia na wewe umeteuliwa kuwa katibu mkuu, moyo wangu unafurahi. Usioni kwamba nayafuatilia, nasikiliza vizuri kabisa, ameteuliwa fulani, amekuwa fulani, najisikia amani na furaha. Kwa nini najisikia furaha? Kwa sababu tuachane na mambo ya rangi, tuachane na mambo ya makabila yetu, tuachane na habari ya hizi itikadi za dini zetu, zisitutenganishe. Sisi ni watoto wa baba mmoja. Tofauti zetu tuzi embrace badala ya kuzitumia kupambana. Mungu atusaidie sana. Naombea sana wanasiasa ili Mungu aweze kuwapa hili wazo pia la kupendana wote kama mtu mmoja na kujenga taifa kuliko kupigana. Mungu atusaidie sana. Sasa umesafiri kikazi, umeenda kwenye kushughulikia kesi, umeteuliwa kwenye kamati ya kushughulikia kesi fulani, unaenda kushughulikia ile kesi huko. Wewe ni mtu mkubwa, namwangalia, japokuwa niko mbali, lakini kuna sana angalia kile ambacho kinafanyika kule nyumbani Tanzania. Mikutano ambayo inafanyika, unakuta waziri mkuu anasikiliza hoja za watu na nini, watu wanaongea mambo yao na nini, wale viongozi ambao wanamzunguka wako pale. Ni kweli kusikiliza zile kesi unaweza ukachukulia kama ni kitu cha kawaida, lakini mle kuna watu wamedhulumiwa, kuna watu ambao pia ni feki nao wako hapo. Mimi nia sijui, anayejua ni Mungu. Lakini kwa mcha Mungu yeyote, baada ya kutoka kwenye mikutano kama ile, ni kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, mimi kama kiongozi huenda kuna mahali niliongea vibaya. Unaitwa pale mkurugenzi, ambaye mkurugenzi, jibu hilo swali. Unaweza ukajibu swali, lakini kumbe majibu yako yale ukamuumiza mtu. Usije ukatoka pale kienyeji. Ukishafika nenda kajitakase mbele za Mungu, maana kuna vitu ulifanya bila kujua, lakini natural law haijui kwamba ukujua, inasema achapwe. Wewe nenda mwambie Mungu, nisamehe, huenda kuna namna nilitamka. Ndivyo alivyofanya Ayubu. Anasema huenda watoto wangu walimkufuru Mungu. Tena kuna wengine anasema hata kwa kutokujua tu. Ndio maana kwa mtu yeyote anayejua hizi sheria za kiroho, unaporudi nyumbani kwako, umetoka kazini, umetoka wapi, wewe cha kwanza ni kuongea na Mungu wako. Mungu, asante umenifikisha salama, na kama kuna chochote ambacho nilifanya katika ubinadamu wangu nisamehe. Ingia nyumbani kwako. Sio lazima upige magoti pale mlangoni uombe. Wewe utakuwa ni ufarisayo. Ongea ndani ya moyo wako tu, mambo yanaenda vizuri. Sasa Ayubu alitengeneza uzio kwa ajili ya watoto wake. Hebu ngoja niende kwa haraka kidogo, kuna vitu natamani uweze kuvipata kabla tujafunga somo siku hii ya leo. Uzio uliokuwa umezunguka maisha makubwa, familia na mali za Ayubu haukuwa kumbukumbu ya kihistoria ya baraka za kale au jambo lililotokea kwa bahati mbaya kwa sababu alikuwa mtu mzuri. Ulikuwa ni mazingira yaliyolindwa, yaliyokaguliwa na yaliyofunikwa kikamilifu kila siku kupitia dhabihu. Unaanza kunielewa sasa? Ayubu ulinzi wake au uzio wake alikuwa na maintain. Mungu alimwekea ulinzi, Mungu alimwekea ugo, lakini bado jamaa alikuwa na maintain. Kwa sababu yeye alikuwa ni tajiri mkubwa, anajua watoto wangu kuenda kuna mahali katika kuongea na watu maskini, waliwadharau kwa sababu ya umaskini wao. Wakajiona kwa sababu kila mtoto alikuwa na mali nyingi. Watoto wa Ayubu walikuwa wanafanya sherehe wakizunguka nyumba moja baada ya nyingine. Ayubu anasema katika wingi wa mali huu kuna namna unaweza kukufuru. Lazima ni maintain kitu cha kiroho hapa.
Ayubu alijitambua si tu kama mkuu wa ukoo, tajiri, mzazi wa watoto 10 au mfanyabiashara aliyefanikiwa zaidi mashariki. Alijitambua kama kuhani anayefanya kazi na mlinzi wa lango la uzio wake. Alijitambua hivyo. Sikiliza vizuri rafiki yangu. Alijua kuwa katika furaha, anasa na karamu za maisha, mioyo ya vijana inaweza kuelekea kwenye kiburi, kujiamini kupita kiasi, au kumsahau Mungu kwa hila. Alijua kwa aliwaingiza kwenye maombi. Omba kwa ajili ya watoto wako. Mzazi unanisikiliza, Mungu amekupa neema kupata watoto. Omba. Si lazima wawe wako wakuzaa, hata uliopewa wakulea ni watoto wako wale. Kwenye kitabu cha Shuhuda za Kanisa gombo la 7 ukurasa wa 42 kuna maneno haya ambayo anasema mtumishi wa Mungu: morning and evening the father as priest of the household should confess to God the sins committed by himself and his children during the day, those sins which have come to his knowledge, and also those which are secret, of which God alone is cognizant, should be confessed. As this look is taken by the parent, and these sins are confessed, he should believe that God hears his prayer and accept the confession. Asubuhi na jioni, baba kama kuhani wa kaya anapaswa kuungama mbele za Mungu dhambi zilizotendwa na yeye mwenyewe na watoto wake wakati wa mchana, dhambi zile ambazo amezijua na pia zile za siri ambazo Mungu pekee ndiye anayezijua, zinapaswa kuungamwa. Hey! Wangapi tunafanya hivi kwenye nyumba zetu? Uungame dhambi zako mbele za Mungu. Na kuna dhambi ambazo za watoto wako ulijua, kuna mashtaka uliletewa. Tumezoea unaletewa mashtaka kuhusu watoto wako, unadili nao tu, habari inaisha, lakini hujui namna ya kuziungama hizi dhambi. Simama mbele za Mungu, mwambie Mungu, nisamehe dhambi zangu unapoungama za kwako, lakini pia leo baba tumeletewa kesi ya fulani, ametenda hivi na hivi, nakuja mbele zako Mungu, msamehe mwanangu. Na mtoto wako mwambie na wewe omba kimoyomoyo. Sasa kuna mtu ananitazama sema, mchungaji hapo umesema baba. Je, ile familia ambayo baba hayupo nao tunafanyaje? Au huenda anayemwamini Mungu ni mama na baba hana hayo mambo, hajui chochote, nao wanafanyaje? Sikiliza kwenye kitabu kinaitwa Child Guidance ukurasa wa 526 paragrafu ya kwanza, anasema hivi: kama baba hayupo au kama hawezi kufanya ibada ya kifamilia kwa sababu yoyote ile, basi mama anapaswa kuchukua nafasi hiyo mwenyewe. Anapaswa kukusanya watoto wake karibu naye na kuwaongoza mbele za kiti cha neema. Mungu atusaidie sana. Napenda kutolea mfano wa rafiki yangu mwinjilisti Henry Arika ambaye alikuwa anafanya kazi bandari, sasa hivi amestaafu, yuko kule kijijini. Katika nyumba yake ambayo alijenga Dar es Salaam, kuna vyumba kadhaa, lakini kuna chumba kimoja ambacho ni chumba cha maombi. Yani katika vyumba vya kulala, sebule na nini, kikatengwa chumba ambacho kimejengwa maalum kwa ajili ya maombi. Kile chumba wakati wa ibada wanafamilia wote wanaingia mle ndani kufanya ibada. Kama Mungu amekupa neema hujajenga nyumba, weka hicho chumba katika listi. Lakini kama pia wewe Mungu amekubariki kwa namna moja ama nyingine, uko pale nyumbani una eneo kubwa hata hujaweka, tenga eneo kwa ajili ya ibada. Au kama huna eneo la kutenga, badilisha sebule ile ile, wakati wa mazungumzo ikisha, mkianza nyimbo tu, lile eneo limeshabadilika, limekuwa ni eneo la ibada tayari. Fanya ibada hapo hapo ulipo. Lakini usiache kufanya ibada na watoto wako. Sikiliza vizuri haya maneno. Sikiliza vizuri, maana tunakaribia kumaliza sasa. Kwenye kitabu cha Isaya 62 fungu la 6, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Haya ndiye maombi ya upatanisho. Endelea kuomba, ombea watu wako, ombea familia yako, ombea mume wako. Wakolosai 4:2 anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba mkiwa na shukrani. Endelea, usiache kuomba. Turudi katika The Review and Herald Machi 13, 1894, anasema, the prayers of Christian parents are not made in vain. He who opens the way for the grace of God to come into the soul of the child builds a fortress around the young person that all the powers of Satan cannot easily demolish.
Maombi ya wazazi wa Kikristo hayafanyiki bure. Yeye anayefungua njia kwa ajili ya neema ya Mungu kuingia katika roho ya mtoto, anajenga ngome karibu na kijana huyo ambayo nguvu zote za shetani haziwezi kuibomoa kwa urahisi. Utaelewa umuhimu wa kuombea watoto wako. Nakimbia kidogo ili tuweze. Sasa ili kuendelea kumaintain, usisahau madhabahu binafsi. Huu ni mdundo wa masaa 24. Hakuna kuacha. Nimekuambia kwamba maombi yawe kama pumzi. Huwezi kuonyesha mamlaka ya kimbingu au kuwa na ukuta imara wa ulinzi kwa ajili ya familia na biashara yako ikiwa maisha yako ya kiroho ya kibinafsi yanajulikana kwa kupuuza neno. Uwe ni mtu wa kusoma neno kwa makusudi. Kuwa na Biblia yako pale ofisini kwako. Kuwa na Biblia pale kwenye biashara yako. Usione aibu kuweka Biblia pale. Acha watu wajue. Nenda ukaangalie Wahindi walivyo waaminifu kwa miungu yao. Haoni aibu kuweka sanamu ya tembo. Haoni aibu kuweka majani kwenye mlango wake wa biashara. Haoni aibu kabisa. Nenda mkaangalie vizuri haya mambo jinsi yalivyo. Zaburi 5:3 anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Asubuhi jikonekti na Mungu vizuri kabisa. Mungu atusaidie sana. Zaburi 143:8, uniwezeshe kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unifundishe njia nitakayoiendea, kwa maana ninakuinulia nafsi yangu. Angalia hii zaburi ni ya nini? Hii ni ya kuomba neema ya kazi, hekima ya kazi. Kwa kila unapoenda, sikiza rafiki yangu unayenitazama, sikiliza vizuri hapa, wewe unayenitazama. Kabla macho yako hayajajishughulisha na skrini za kidijitali za ulimwengu wetu, kabla taarifa za simu notifications hazijapanga viwango vyako vya hisia na kukusababisha msongo wa mawazo, na kabla wasiwasi wa kiuchumi haujakamata fikra zako, roho yako lazima ipate msingi wake katika uwepo wa kimungu. Anza na Mungu kabla ya kushika simu. Hii ndio kanuni ya madhabahu ya asubuhi. Wakati jua linapozama na kabla ya akili yako haijalala na kuingia kwenye ulimwengu wa ndoto ambapo fahamu yako haina ulinzi wa makusudi, malango lazima yafungwe tena kwa makusudi kupitia shukrani, makabidhiano ya kiroho. Unakabidhi lindo kwa malaika mwingine. Haleluya. Zaburi 141:2, sala yangu ipae mbele zako kama uvumba, kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Ndipo Mathayo 13:25 anatuongezea tena tahadhari kubwa sana ambayo nimesema hii ni ya kuzingatia sana. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kumbe mara nyingi sana magugu yanapanda wakati watu wanapolala. Ninyi ambao mmekuwa mkifuatilia sana vipindi hivi, nimesema ni bora ulale usingizi wakati unawaza na kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu kuliko unalala unawaza madeni na matatizo. Unasababisha magugu. Mtu anasema mbona mikosi inaniandama? Mbona kila kukicha heri ya jana? Uliruhusu mwenyewe magugu yakapandwa usiku. Wewe mwenyewe ndio uliruhusu. Mchanganyiko huu wa ibada za asubuhi na jioni husaidia kuielekeza upya moyo na akili yako kwa Mungu. Kila siku unakujaza amani ya Mungu ambayo hulinda mawazo yako dhidi ya msongo wa mawazo, changamoto za mchana na majaribu yanayoweza kujitokeza wakati wa usiku. Zingatia neno majaribu yanayoweza kujitokeza wakati wa usiku. Wewe utakuwa umelindwa wakati wote. Uko salama kabisa kabisa. Zaburi 91:4 na 5, sikiza maneno haya. Kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake, utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hatari za usiku, wala mshale urukao mchana. Hutauogopa kabisa. Iwe ni usiku, wakikushambulia usiku, wanakuta pamelindwa. Wakikutega tena mchana, wanakuta pamelindwa. Maana muda wote umelindwa. Wewe upo karibu na Mungu. Kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 70 anasema, jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya hii kuwa jambo lako la kwanza kabisa. Omba hivi, nitwae Bwana niwe wako kabisa. Naweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na kazi yangu yote ifanyike ndani yako. Hili ni jambo la kila siku. Moja ya njia nyingine ya kumaintain ukuta ni kuinua wengine kimaendeleo. Kabla sijafunga kipindi usiku wa leo, nataka ili niliseme vizuri uweze kulipata. Kuinua wengine kimaendeleo na kimaisha.
Njia moja nzuri sana ni kuwainua wengine. Hii ni kanuni ya usalama wako. Huwezi kuwa salama ndani ya ngome yako ya kiroho au kiuchumi ikiwa jirani zako na ndugu zako au washirika wenzako wamezungukwa na umaskini na ujinga na uasi. Ukiacha mazingira yanayokuzunguka yabaki magofu, adui atatumia magofu hayo kama uwanja wa kurushia mishale kuelekea kwako na kwa watoto wako. Kuinua wengine ni sawa na kusogeza kuta zako za ulinzi mbele zaidi ili kulinda himaya nzima. Kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya kwanza fungu la 10 na la 11 anasema, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kuwa atazidi kutuokoa, ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba. Sikiliza vizuri, katika kuomba, ili kwa sababu ile ya karama tupewayo, sikia vizuri hapo, sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Rudia hilo fungu, lisome tena. Watu unaowasaidia watakuombea, watu unaowainua watakuombea, na hata kama wakikugeuka utalipwa malipo na Mungu, maana wewe uliwatendea mema. Inua wengine. Hicho ndicho ambacho ninaikazania siku hii ya leo. Inua wengine, usiache kuinua wengine. Ndiyo, katika kitabu cha Zaburi 41 fungu la 1 mpaka la 3 anasema, heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi. Umesikia vizuri? Kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali ya wamtakiao adui zake. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani, na katika ugonjwa wake Mungu utamponya maradhi yake yote. Umeona hicho kitu hicho cha kukumbuka wengine? Kumbe kinakuletea mpaka uponyaji. Kuna watu wamepona kwa sababu tu ulisaidia wengine. Mungu atusaidie sana. Kwenye kitabu cha Warfare Ministry ukurasa wa 307 anasema, hekima ya Mungu imeweka katika mpango wa wokovu sheria ya matendo na matokeo, ikifanya kazi ya ukarimu katika kila sehemu yake kuwa na baraka mara mbili. Wow! Yeye atakayewapa wahitaji huwabariki wengine, na yeye mwenyewe hubarikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Hiyo ndiyo kanuni ya kimungu. Mungu aweze kutusaidia sana. Rafiki yangu, muda si mrefu tunaanza kuingia kwenye maombi. Dakika kama 3-4 zijazo tunaingia kwenye maombi. Andaa maombi yako sasa hivi. Andaa maombi yako. Lakini nikuambie, hakikisha ya kwamba Mungu akusaidie uweze kuona kuna mbweha wadogo wanaoharibu ukuta, ushughulike nao. Mbweha wadogo wanaoharibu ukuta, shughulika nao. Wimbo ulio bora 2:15 anasema, tukamatieni mbweha wadogo wanaoharibu mizabibu yetu inayochanua. Wagalatia 5:9 anasema, chachu kidogo hulichachua donge zima. Hayo yote ni mafungo ya kukuonya. Ukienda Mhubiri sura ya 10 fungu la 1 anasema, nzi waliokufa husababisha marashi kunuka. Upumbavu kidogo hubatilisha hekima na heshima. Kuna mbweha wadogo ambao unatakiwa uweze kuwadhibiti mapema, nao ni hao wafuatao kwa haraka. Ni hasira za ghafla za nyumbani. Wewe mtu ambao unanisikiliza, kushindwa kuzuia hisia na kuwafokea watoto au mwenza wako, mume au mke, katika mazungumzo au kimya, mnakula chakula cha pamoja wakati huu. Hao ndio mbweha wadogo wanaharibu ukuta wako wewe bila kujua. Sikiliza vizuri. Mbweha wengine wadogo tunaita udaku wa kiroho. Udaku wa kiroho ni upi? Ni kusengenya na kupiga umbea huku unajifanya upo kiroho sana, kwa kutumia kauli kama, jamani, naomba tuombe hitaji la ndugu yetu, tuombe hitaji la ndugu yetu fulani, lakini lengo lako ni kufichua siri zake. Huu ni umbea hatari zaidi, kwa sababu umevishwa koti la kidini, utakatifu au upendo. Ni ile tabia ya mtu kutaka kusambaza siri au aibu, mapungufu ya mtu mwingine, lakini kwa sababu anajua kusengenya ni dhambi, anatafuta njia ya kuifanya ionekane ni nia njema ya kiroho. Hao ni mbweha wadogo. Shughulika nao haraka sana. Mungu aweze kutusaidia sana. Ombea watoto wako. Tambua mbweha wadogo. Ombea biashara yako. Endelea kuwa mkarimu na Mungu atakutendea miujiza. Tunapoingia kwenye maombi, nipende kunukuu neno moja zito kwenye Review and Herald Septemba 19 mwaka 1854. The seal or mark of believing parents will cover their children. If they are trained up in their nurture,
and admonition of the Lord. Muhuri au alama ya wazazi waaminio itafunika watoto wao ikiwa watalelewa katika maonyo na mafundisho ya kimungu kila wakati. Jitamkie mema, tamkia watoto wako mema. Jibariki, bariki watoto wako. Usiwe mpumbavu wa kutamka laana kwa watoto wako. Tunakwenda kuomba sasa. Na siku ya leo tunapoomba, ninakuachia dakika chache za wewe kuomba, lakini kuna ombi la mwisho ambalo mimi nitakuwa ninaliomba hapa. Nikiliomba hili ombi, wewe pale ulipo, hili ombi utaitikia amina kama unaamini ya kwamba ni lako. Dakika chache na kuachia, omba, alafu ndipo nitaomba. Mwambie Mungu akuhekimishe kumaintain kuta zako na kurekebisha kila kitu. Omba sasa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kukabidhi biashara zako, kazi zako. Endelea kuomba mafunuo ya kiroho. Ombea watoto wako. Leo usisahau kuombea watoto wako, familia yako. Ombea kila kitu chako. Basi baada ya maombi ya moyoni, tunaingia kuomba sasa. Mimi ninaomba hapa kwa ajili yetu wote tunaosikiliza. Tuombe. Bwana Mungu wetu wa milele, Baba wa rehema, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani yake, tunakuja mbele yako leo na mbele ya kiti cha rehema, si kwa hofu tu, bali ni kwa kutambua uwepo na nguvu yako. Si kwa kuogopa, bali ni kwa kuheshimu, kwa sababu wewe unastahili na una upendo usio wa kawaida. Tunakiri kuwa wewe ni Mungu wa pekee aliye hai, aliyekuwepo tangu milele na ataendelea milele bila kikomo. Wewe ni mtakatifu na utakatifu wako unafunika mbingu zote. Wewe ni mwaminifu katika vizazi vyote. Wewe ni mwenye haki katika njia zako zote. Hakuna mwingine kama wewe, Bwana, wala mbinguni wala duniani wala chini ya nchi hakuna mwingine kama wewe. Utukufu wako unazidi fikra za mwanadamu na rehema zako zinavuka mipaka ya kueleweka katika akili ya kibinadamu. Tunakusifu kwa pumzi ya uhai uliotupa. Tunakusifu kwa ulinzi wako na kushukuru tulivyoamka asubuhi mpaka majira haya. Baraka zinazoonekana na zisizoonekana umetupatia neema ya kutuleta mbele zako tena. Hii ni neema, tunakushukuru. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu uliye hai. Baba wa mbingu, tunasimama mbele zako kwa unyenyekevu mkuu, tukijua kwamba hatuna haki yetu wenyewe, wala tustahili kusimama mbele ya utakatifu wako, isipokuwa kwa sababu ya kafara na damu ya Yesu Kristo. Lakini tunakuja kwa ujasiri wa imani, kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari. Tunakiri kwa vinywa vyetu na midomo yetu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wetu na Mwokozi wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima. Hakuna anayeweza kukufikia Baba isipokuwa kwa njia yake. Katika Kristo Yesu tunapata msamaha wa dhambi, tunapokea ukombozi kamili, tunakuwa viumbe vipya na tunasimama bila hatia mbele zako Mungu. Tunakuja mbele zako, tunakataa kujitegemea wenyewe, tunakubali kuongozwa na wewe, tunakutegemea wewe Bwana. Tunakuja mbele zako kwa mioyo iliyovunjika, tukitambua udhaifu wetu na upungufu wetu. Tunakiri mbele zako tumepuuza sauti ya Roho Mtakatifu mara nyingi. Tumeshindwa kukesha katika maombi, tumetenda kwa hasira na maneno ya kuumiza, tumeruhusu mawazo yasiyo safi kuishi ndani yetu, tumefungua milango ya dhambi kwa kujua au kutokujua. Mungu, tunakiri kwamba tumepungukiwa na utukufu wako, lakini leo tunakuja kwa ahadi yako kwamba tukitubu na kuungama huko tayari kutusamehe. Tusamehe. Tunapokea kwa imani utakaso kupitia damu ya Yesu Kristo. Tunapokea kwa imani uponyaji wa mioyo yetu iliyojeruhiwa. Tunapokea kwa imani urejesho wa furaha ya wokovu. Tunapokea amani ya ndani inayotoka kwako. Osha kabisa ndani yetu, Bwana, tuwe safi kama theluji mbele zako. Bwana, leo tunajitoa kabisa kwako.
tunawasilisha miili yetu kama dhabihu iliyo hai, takatifu mbele zako. Tunakabidhi macho yetu, masikio yetu, midomo yetu, mikono yetu, miguu yetu na kazi zetu. Linda akili zetu, linda mawazo yetu, linda biashara zetu, linda kila tunachokifanya, na familia zetu ziwe katika mikono yako. Watoto wetu wote, ndugu zetu na jamaa, tunakabidhi mikononi mwako. Leo tunaomba uingie katika kila nyumba ya mtoto wako anayefuatilia kipindi hiki, katika biashara, katika elimu, katika shule, katika kazi na katika ofisi. Tawala yote kwa jina la Yesu Kristo. Asante, maana imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.